Karibu tena ndugu mpendwa msikilizaji wangu katika kipindi chetu hiki cha Mkristo Jitambue, na mimi wako mwalimu Simon Mukiri. Nichukue nafasi hii kushukuru Mungu kwa zawadi yako, kwa kutenga muda tuendelee kutafakari neno la Mwenyezi Mungu ili kuendelea kujitambua sisi ni akina nani, na maisha haya ya Ukristo tumeitiwa kuishi ama kufanya vitu gani, ama kuwa watu wa aina gani. Tumezungumzia mengi tangu tulipoanza, na leo wiki hii tunaendelea na tabia nyingine ambayo tunapaswa kuivaa. Basi wacha tuweze kusali na kuomba kibali chake Mwenyezi Mungu. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Mungu wetu na Baba yetu, tuna kila sababu ya kuendelea kukushukuru kwa baraka na neema zako, na hasa kwa nafasi ambayo umetupa kuendelea kutafakari neno lako, ili kupitia neno lako tukazidi kujitambua sisi ni akina nani na maisha ambayo umetuitia kuyaishi. Tunazidi kuomba msamaha wa dhambi kwa yale ambayo tumeyafanya kwenye mawazo, maneno na vitendo, kwa kujua na kwa kutokujua. Tusamehe Baba yetu wa mbinguni, tutakase na damu ya mwanao Yesu Kristo, ili tukastahili kupokea baraka zote ambazo umetuandalia. Basi kwa ajili ya nafasi hii tunaomba uwepo wako Roho Mtakatifu, njoo ukawe nasi, tusaidie kuelewa neno hili la Mwenyezi Mungu, ili tukaweze kuliishi nalo likaweze kuwa baraka kwetu. Katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, kwa Baba tumeomba na kuamini. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Basi nikukaribishe tena ndugu mpendwa msikilizaji, tunapoendelea kutafakari neno la Mungu kwa pamoja. Wiki jana tulizungumzia swala la unyenyekevu ama tabia ya unyenyekevu, ikiwa ni mojawapo ya tabia ambazo tunapaswa kuzivaa ili zikaweze kudhihirisha kwamba kweli sisi ni Wakristo ambao tunafahamu maisha ambaye tumeitiwa. Wiki hii tunaendelea kutafakari tabia nyingine. Na wale ambao wanajiunga nasi kwa mara ya kwanza, ni kwamba program hii tunaendelea kuangalia kitu kimoja, kwamba Mkristo anapaswa awe mtu wa aina gani, ama maisha haya ya Ukristo ni maisha ya namna gani. Na tukaangalia kwamba ili uwe Mkristo kabisa unapaswa kuvalia tabia za Yesu mwenyewe. Ndipo sasa tukasema you cannot be a Christian unless you have the DNA of Jesus Christ. Na DNA ya Yesu ni chembe za Yesu mwenyewe, na chembe za Yesu ni tabia za Yesu. Wale walioanza pamoja nami tangu siku ya kwanza, tuliangalia kwamba wale mitume wa Yesu kwa mara ya kwanza ya mji wa Antiokia waliitwa Wakristo. Kwa nini? Kwa mara ya kwanza, kwa nini watu waliwatazama, watu wa mataifa waliwatazama mitume na wakasema wale ni watu wake Kristo, ama wale watu ni wa Kristo? Ni kwa sababu waliona wanaongea kama Yesu, wanatembea kama Yesu, wanafanya mambo yao kama Yesu, tabia zao zinafanana na za Yesu, na ndiposa wakaitwa wale ni wa Kristo. Na ndiposa tunaendelea na sisi kujitathmini. Kanisa la leo, Wakristo wa leo, tunapaswa kujua kwamba zaidi ya kuwa na jina la ubatizo, Ukristo unatuita kuweza kuishi maisha ambayo yatadhihirisha wazi kwa wasiomjua Mungu kwamba sisi ni akina nani. Sio kwa sababu tunaitwa Simon, lakini zaidi ya kuitwa Simon, tabia zangu na maisha yangu yalete picha wazi kwamba mimi ni Mkristo. Hivyo leo tunataka kuzungumzia tabia nyingine ambaye ni patience ama uvumilivu. Jamani, Yesu alivumilia, tena alivumilia mengi, na alivumilia ili aweze kutimiza mapenzi ya Baba. Hivyo ni tabia iliyo wazi inaonekana ndani ya Yesu mwenyewe. Aliweza kuwavumilia watesi wake, ingawa alikuwa na mamlaka na nguvu na uweza wa kuwamaliza, niseme vile, lakini alivumilia. You see, patience is a virtue. And when we talk of our Christianity ama Christian life, it is not easy. Maisha ya Ukristo sio lele mama, ndugu msikilizaji. Maisha ya Ukristo sio mteremko. Ni maisha ambaye yana milima, yana mabonde, na ukikosa kitu kinaitwa uvumilivu, nataka nikuambie na mapema, utakimbia Ukristo. Utakimbia, utahama kanisa, utahama jumuiya, utahama shirika kwa kukosa uvumilivu. Utabadilisha na parokia. Kitu ambacho tunapaswa kuwa nacho ndani mwetu ni kitu ambacho kinaitwa uvumilivu. Wanasema if one is committed to the mission, then patience comes in automatically. Commitment. Ukiwa kabisa umelenga kufanya kitu, unachohitajika ni kuwa na uvumilivu, kwa sababu uvumilivu katika yote utakuwezesha kufikia lile lengo. Sasa unajua watu wengi wanafikiri maybe being a Christian
is a license to a trial free life. Watu wengine wafikiri ukisha batizwa ukifanyika Mkristo basi maisha yanafaa kuwa mteremko. Ndio utashangaa kuna mtu mmoja aliimba wimbo, mimi sijui huyu mwimbaji, lakini ningetamani kukutana naye. Akasema kwamba kwa Yesu tambarale, kwa Yesu tambarale, kwa Yesu yani tambarale unajua ni maeneo ambayo hakuna miinuko, yako flat, yani ni moja kwa moja. Sasa sikujua hili alilipata wapi, kwa sababu Ukristo sio tambarale. Kama Ukristo ni tambarale, msalaba hauna maana, ndugu msikilizaji. Ukristo sio mteremko. Ndio manake Yesu mwenyewe anatukumbusha katika Injili ya Mathayo ile 15. Naomba nikusomee andiko hili tukumbushane kabla ya kusonga mbali, kwamba maisha ya Ukristo sio mteremko. Ukisoma Injili ya Yohana, sio Mathayo, Yohana 15 mstari wa 18 kuendelea, anasema kama ulimwengu ukiwachukia nyinyi, kumbukeni kwamba ulinichukia mimi kabla ya kuwachukia nyinyi. Kama mngelikuwa watu wa ulimwengu, ulimwengu ungeliwapenda nyinyi kama watu wake. Lakini kwa vile nyinyi si wa ulimwengu, ila mimi niliwachagueni kutoka ulimwenguni, kwa sababu hiyo ulimwengu unawachukieni. Sikiliza mstari wa 20. Kumbukeni nilivyowaambieni, mtumishi si mkuu kuliko bwana wake. Ikiwa wamenitesa mimi, watawatesa na nyinyi pia. Kama wamelishika neno langu, watalishika na lenu pia. Jamani, unaweza ukaendelea kujisomea, lakini ni wazi kabisa Yesu anatangulia kutuelekeza ama kutukumbusha maisha ambayo tumeitiwa ya Ukristo sio lele mama, sio mteremko, ni kibarua, ni kazi, yana mabonde, yana milima. Kwa maana nyingine, trials and tribulations will be there in our life as Christians. So what do? We need patience as a virtue. Tunahitaji kuwa na uvumilivu ndani mwetu ili utusaidie kutomuasi Mungu na kutotoka katika njia za Mungu wetu. Neno hili la Yohana, ukirudi kwenye kitabu cha Yoshua bin Sira sura ya 2, anasema hivi. Sira chapter 2 verse 1 to 6. Haya maneno yananitia moyo sana mimi, na naomba yakutie moyo wewe na pia yakupe changamoto. Anasema Yoshua sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 6 kwamba mwanangu, sasa mwanangu hapa ni wewe msikilizaji. Mwanangu, ukienda kumtumikia Bwana, uwe tayari kupata majaribu. Uwe mnyofu wa moyo na nia moja, na usihangaike wakati wa taabu. Ambatana na Bwana wala usimwache kamwe, nawe utafanikiwa mwishoni mwa maisha yako. Uyapokee yote yatakayokupata, hata ukiaibishwa uwe na uvumilivu. Maana dhahabu hujaribiwa kwa moto, na watu wanaokubaliwa na Mungu kwa tanuru ya aibu. Mtegemee Mungu naye atakusaidia. Shika njia nyofu na kumtumaini yeye. Neno la Mungu. Jamani, ukisikiliza yale maneno yanaungana na anachosema Yohana pale kwamba maisha ya Ukristo yatakuwa sio rahisi, ama sio maisha rahisi. Ni maisha ambaye majaribu yatakuwepo. Unajua, mwanzo unapofanyika Mkristo ni kitu ambacho hakimfurahishi shetani. Kitu ambacho Yesu alifanya cha kuja kufa msalabani na kutukomboa ni chukizo mpaka leo kwa adui yetu mkuu ambaye ni shetani. So hivyo kazi ya shetani kila siku ni kujaribu kuturudisha katika mikono yake, na njia mojawapo anayotumia ni kuinua matatizo, mateso na majaribu katika maisha yetu ili tukate tamaa, tumwache Mungu na turudi nyuma. Ndiposa kwenye Yoshua bin Sira amesema hivi, tunapoenda kumtumikia Mungu, na tunaposema kumtumikia Mungu, akili yako isikimbie kwamba wanaozungumziwa hapa ni mapadri na masista. Ni wote waliobatizwa kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, tukaitiwa kazi. Kumbukeni juzi mwaka jana tulikuwa tunazungumzia kwamba we have been baptized and sent. Tumebatizwa na kutumwa. Sasa kubatizwa na kutumwa, kila aliyebatizwa ametumwa. Ametumwa akafanye nini? Akahubiri Injili. Akafanye nini? Akamtumikie Mungu. Ndiposa hapa neno hili ni kwa kila mmoja ambaye anajitambua ni Mkristo. Ni kazi tumeitiwa. Ulipobatizwa umetumwa ukamtumikie Mwenyezi Mungu katika hali mbalimbali na sehemu mbalimbali. Hivyo anasema unapotumwa ama ulipotumwa, elewa kazi uliyoitiwa haitakuwa rahisi. Majaribu yatakuwepo. Lakini akasema hivi, kama vile dhahabu. Jamani, watu wengi tunapenda dhahabu.
Hakuna mtu asiyependa dhahabu. Dhahabu ina dhamana kubwa, ndipo hata watu wanapofunga ndoa wengi wangetamani kwa uwezo wawe na pete ama wavalishane pete za dhahabu. Mimi hupenda kusema dhahabu ina dhamana kubwa kiwango cha kwamba hata wale ambao ni matajiri, ingekuwa kuna unga wa sima unaotengezwa na dhahabu, matajiri hawangekula unga wa pembe ama ndovu, wangekula unga wa dhahabu, kwa sababu dhahabu ina dhamana kubwa. Lakini leo Biblia inatukumbusha dhahabu ilikuwa chuma kama zile chuma zingine. Lakini nini kilifanyika? Dhahabu ilipitishwa kwenye moto. Tena sio moto wa kupika getheri, sio moto wa pale nyumbani, ni moto ambao umezidi, kachomwa kabisa pande zote mbili. Na ilipovumilia kuchomwa vile ndani kwa ule moto, ilipofika ng'ambo ya pili, basi dhamana yake ikawa iko juu kuliko chuma zingine. Na ndio leo tunaambiwa wale ambao wanakubaliwa na Mungu, wale ambao watapata kibali cha Mungu, wale ambao watabarikiwa na Mungu, wale ambao ni watumishi kweli wa Mwenyezi Mungu, imewabidi ama imetubidi tuweze kuvumilia majaribu yote, ili kupitia hayo majaribu we are being refined. Unajua kuna mahali Biblia katika Yeremia Mungu anatulinganisha na mfinyanzi ama udongo katika mikono ya mfinyanzi. Na anasema kwamba sisi ni kama vile udongo ulivyo mikononi mwa mfinyanzi. Mfinyanzi anapotengeza chungu kwa mfano, akaangalia kile chungu akaona hakikutoka katika shape aliyopenda yeye, anakibomoa na kukitengeza tena. Hata anapoanza kutengeza kile chungu, ili kuhakikisha lile tope liko laini, kutumia vidole vyake anaangalia kama ndani kuna changarawe. Mungu anaposema sisi ni udongo, ama akitulinganisha sisi kama udongo mikononi mwa mfinyanzi, kumaanisha kwamba when God wants to refine you and to mold you, anaweza akaruhusu majaribu yakaingia kwenye maisha yetu, ili kupitia yale tunapoyavumilia, tutakapokuwa tunainuliwa upande ule mwingine, hatutakuwa the same, tutakuwa tumepanda ngazi ya imani. Ukivumilia jaribu ambalo uko nalo leo, pengine leo unafungiwa nyumba, ukavumilia. Kuvumilia hapa tunamaanisha usimuasi Mungu kwa sababu unafungiwa nyumba. Usimuasi Mungu kwa sababu mwenzako wa ndoa ni mgonjwa. Usimuasi Mungu kwa sababu ndoa yako haina amani. Usimuasi Mungu kwa sababu hauna kazi. Usimuasi Mungu kwa sababu hauna mtoto. Usimuasi Mungu kwa sababu hauna mchumba. Usimuasi Mungu kwa jaribu unalopitia. Hapo ndipo the aspect ama hiki kitu kinaitwa uvumilivu kitadhihirika wazi. Ukivumilia, Mungu akikuinua, wakati atakuwa anaondoa lile jaribu, lile tatizo, anaondoa ule ugonjwa, anakupa na mchumba, anakujalia na watoto, basi uwezi ukabaki jinsi ulivyokuwa. Hata we mwenyewe imani yako itakuwa imepata ngazi nyingine, kwamba kesho shetani anapoingia na kujaribu kukurudisha kwenye ama kuleta jaribu fulani, utakuwa unakumbuka jaribu la jana na jinsi Mungu alivyokuinua, na hiyo itakupa nguvu kuelewa kwamba Mungu aliyenipigania jana hata leo yuko hai na ataweza kunipigania tena. So we need to be patient. Tunahitaji kuwa wavumilivu. Shetani hafurahii hata huduma unayofanya ndani ya kanisa. Ndio manake usishangae unapotia bidii ya kumtumikia Mungu katika sehemu yoyote, lakini unatia bidii ya kumtumikia Mungu, bidii ya kumtafuta Mungu, don't be surprised, majaribu ndio yanaongezeka katika maisha yako. Ili yakiongezeka, usipoelewa aliyekuita amekuitia nini, usipoelewa shabaha ya majaribu katika maisha ya Mkristo, basi utaachana na huduma ya Mwenyezi Mungu, utahama kanisa, utahama jumuiya, utahama shirika, kwa sababu ya kutoelewa kwa nini majaribu yanaingia. Na ili tuelewe, wacha tuangalie Yakobo. Yakobo anatuambia shabaha ya majaribu katika maisha ya Mkristo ni nini? Yakobo sura ya kwanza mstari wa 12. Mwanzo Yakobo sura ya kwanza mstari wa 2 hadi wa 4 inasema, ndugu zangu, muwe na furaha mnapopatwa na majaribu mbalimbali, kwani mwajua kwamba imani yenu ikisha stahimili itawapatieni uvumilivu. Muwe na hakika kwamba uvumilivu wenu utawatengemeza mpaka mwisho, mpate kuwa wakamilifu na watimilifu bila kupungukiwa chochote. Uvumilivu wenu utawategemeza. Ndio hapa tunasema when you are patient, wakati wewe ni mvumilivu ndani ya Kristo, shetani anakosa nafasi, kwa sababu hata akiinua hali yoyote ile uvumilivu ama ile hali ya kuwa mvumilivu ndani ya Mwenyezi Mungu inakupa nguvu ndani, kwamba ni kwa muda mchache tu, ni kwa kipindi kifupi tu, lakini Mungu wangu anakuja na kunuinua. Hivyo shetani anajaribu kukushawishi umuasi Mungu, lakini kwa sababu ndani mwako kuna uvumilivu, huo ndio utakutegemeza usiweze kumuasi Mwenyezi Mungu. Na anaendelea kusema Yakobo katika sura hiyo ya kwanza mstari wa 12, anasema, heri mtu anayebaki mwaminifu katika majaribu, kwani akisha stahimili atapewa tunzo la uhai ambalo Mungu aliwaahidia wale wanaompenda.
Jamani, wacheni niwaambie, tunapoendelea na program takuja kuzungumzia swala la wokovu, kwa sababu wakati mwingine tunakosa kuelewa wokovu ni kitu gani. Kwetu tulio wa Katoliki, niwaambie na mapema, ingawa tutafundishana kwa kipindi ama kwa siku zijazo, wokovu kwetu wa Katoliki ni safari, sio kitu. Kwetu ni safari ya hatua 3. Hatua ya kwanza, msalabani. Yesu alipotundikwa msalabani, akafa msalabani, sisi wote tuliokolewa. Kila mwanadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mwenyezi Mungu, kila aliye mwanadamu aliokolewa. Yesu alipoenda msalabani alikufa kwa ajili ya wote. Lakini baada ya hapo, kumbukeni sisi ni wanadamu, na Biblia inasema ni wenye dhambi na tumepungukiwa na utukufu wa Mwenyezi Mungu. Hivyo katika ubinadamu kuwa tunaanguka dhambini, na ndiposa kwetu wa Katoliki tunaelewa kwamba baada ya kuokolewa msalabani, kwa sababu sisi ni wanadamu na wakati mwingine tunaanguka kwenye dhambi, Yesu anatuokoa kila siku tunapofanya toba ya kweli. Kila tunapojipata kwenye dhambi na kumrudia Mungu na kufanya toba ya kweli, Yesu kwa huruma yake anatujalia wokovu ama anatuokoa. Kila siku ni safari. Ndio maana ndani ya kanisa Katoliki tunazo sakramenti ambazo zinatusaidia kuweza kuishi maisha ya wokovu. Sasa hatua ya mwisho anasema kwamba atakayevumilia mpaka mwisho ataokolewa. Tutafundishana, lakini nitaka uelewe ile hatua ya mwisho inahusu uvumilivu. Atakayevumilia majaribu yote na asimuasi Mungu. Ndio maana Paulo alisema wengine wanaanza kwa roho, wanamaliza kwa mwili. Sasa ukianza kwa roho umaliza kwa mwili, inamaanisha pale mwisho hautaingia kwenye ufalme wa Baba. Hivyo hautakuwa umeokolewa. Atakayeokoka ni yule ambaye atavumilia mpaka mwisho bila kuasi Mwenyezi Mungu, akavumilia majaribu, akavumilia matusi, akavumilia madharau, akavumilia na shida bila kutoka katika wema wa Mungu. Huyo siku ya mwisho ataokolewa na kuingia katika ufalme wa Baba na kuvishwa taji. Hivyo uvumilivu unatutegemeza. Ndiyo maana inajitokeza hapa anaposema Yakobo, uvumilivu unatutegemeza mpaka mwisho. Kwa maana nyingine unatusaidia kubaki tukiwa wa Kristo mpaka siku ile ya mwisho tutakapoingia katika ufalme wa Baba na kuvishwa taji hilo ambalo ametuahidia. So we need to be patient. And you know, wasomi, kuna mtu mmoja alisema, patience is not how long you are willing to wait, but actually what you do while waiting. Uvumilivu sio ile kusema kwamba bwana mimi navumilia nasubiri siku ya Mungu. Ni sawa, unavumilia unasubiri ile siku Mungu atakupa kazi, ile siku Mungu atakupa mke, ile siku Mungu atakupa mtoto. Lakini kabla hiyo siku kufika hapa katikati unafanyaje? Kuna watu wako kwenye sala lakini tayari wana option B. Ndio unakuta sala zikikosa uvumilivu zinaleta nafasi ya dhambi katika maisha. Unaomba Mungu akupe kazi, lakini tayari umeona Mungu amechelewa, umeanza kupitia njia ya mkato, umekosa uvumilivu. You see, God can never disappoint you. You can only disappoint yourself if you're not patient enough with him. Mungu hakuna siku atakuaibisha. Utajiaibisha mwenyewe ukikosa uvumilivu ndani ya Kristo. Tunahitaji kuwa wavumilivu na kusubiri siku ya Mungu. Biblia katika Petro anasema kwamba Mungu, siku 1000 zetu ni kama siku moja kwa Mwenyezi Mungu. Haijalishi shida yako ni ya miaka mingapi. Haijalishi umeteseka kwa miaka mingapi. Unapokuwa mvumilivu, elewa kwamba siku hizo zote Mungu atazifanya kwa siku moja. Shida ya miaka nyingi anaweza kuimaliza kwa sekunde moja. We need to be patient with our God. Tuweze kuvumilia tunapopitia hali ngumu katika maisha. Na unajua uvumilivu, kitu ambacho kitatusaidia tuwe nao ni wakati we create that positive mind. Unapokuwa na akili chanya, wanasema akili ya ushindi, kuweza kuwa positive hata wakati unapitia hali ngumu, ukaweza kuona ukuu wa Mungu ndani ya hiyo hali ngumu, itakuwezesha kuvumilia. Kwa mfano, ukisoma Biblia katika Zaburi ya 139 mstari wa 13 hadi 16, Biblia wanasema kwamba Mungu ndiye aliyetuumba ndani ya tumbo za mama zetu, akatuunganisha, akatengeza, akaunganisha na viungo vyetu. Sawa? Alafu mstari wa 16 anasema na akapanga siku zetu zote. Kumaanisha hakuna kitu kinaweza fanyika katika maisha yangu mimi na maisha yako pasipo Mungu kujua. Sasa ukiwa na andiko kama hili kwenye akili yako na moyo wako, litakusaidia kuelewa unapofungiwa nyumba, Mungu hajasinzia. Unapopitia hali ya magonjwa, Mungu hayuko likizo. Unapofutwa kazi, jicho la Mungu liko wazi, anaona, anasikia, anaangalia. Lakini ukiona ameruhusu, kuwa na akili ya kuwa positive kwamba ikiwa Mungu umeruhusu nipitie haya na una mamlaka na uwezo wa kuyazuia, basi naomba kuona mkono wako katika hali hii. Nilikuwa naambia watu wale ambao wananifuatilizia kwa Facebook na YouTube,
Kuna clip moja nilirekodi na kuambia watu, hata swala hili la corona tunalopitia, kuna message ya Mungu ndani. Wakati corona ilianza, Mungu alikuwepo, anajua mahali ilianzia, alikuwa na uwezo na nguvu ya kusimamisha, lakini kwa nini aliruhusu? Kuna message, kuna kitu Mungu anawasilisha hata wakati tunapitia hali ngumu. There is always a message. What we need to do is be positive, learn a lesson in every situation. That way you'll emerge victorious in any given situation. Utaweza kuwa mshindi. Sasa kuna watu kadhaa katika Biblia na katika historia ya Ukristo wanaoleta picha wazi ya swala la uvumilivu. Jamani, ukimwangalia mtu ambaye anaitwa Hana alikuwa hana mtoto. Na kweli Hana alivumilia, na alivumilia matusi ya Penina ambaye alikuwa ni mke mwenza na madharau. Mimi kwangu huwa najaribu kuimagine yale ambao Hana alikuwa anafanywa na huyu mke mwenza. Pengine hata akienda kuteka maji, yule Penina angekuja na kumkemea, utatekaje maji mbele yangu na hauna mtoto? Hebu ondoka, kazae mwanzo ndio ujue maana ya umuhimu wa maji. Unajua, pengine alikuwa anamtukana na kumdharau. Na alivumilia haya yote. Biblia haijatuambia ama hatujaelezwa kuna wakati pengine Hana alisimama na kuanza kutukanana na Penina. Unajua, ama kushindana naye. Alivumilia, na alipovumilia kuna kitu alifanya. Yeye alichukua nafasi ya kusali. Na hiyo ndio kitu tunapaswa kufanya. Tunapovumilia yale madharau ya watu, kuteswa na watu, kutukanwa na watu, tunapaswa kuchukua nafasi ya sala. Tuwe busy kwenye magoti tukimlilia Mwenyezi Mungu. Naye Mungu kwa uaminifu na upendo ana intervene na kutuinua ili ushuhuda unapatikana katika maisha yetu. Tunaona kilichotokea kwa sababu ya uvumilivu wa Hana. Alizaliwa Samueli, mtumishi wa Mwenyezi Mungu. Na alipozaliwa Samueli, naamini kabisa kinywa cha Penina kilifungwa automatically. Aliweza kuona ukuu wa Mungu katika tendo hile. Kuna watu kama Mtakatifu Monica na Mtakatifu Ana. Hawa ni watakatifu ambao katika kanisa letu Katoliki, unajua msingi wa imani Katoliki, sisi tuna pillars 3. Tuna Biblia, neno la Mungu, tuna mapokeo matakatifu, na tuna magisterium. That is the difference between us maybe na dini zingine na kanisa zingine. Kwetu hatusimamii kwenye Biblia tu. Kuna mahali kwenye Injili ya Yohana tutasoma tunapoendelea na program, inasema kuna mambo mengi Yesu alifanya, kama yangeandikwa yote kwenye Biblia hayangetoshea vitabu vyote duniani. Ndiposa sisi hatutegemei Biblia peke yake. Biblia ni neno la Mungu, lakini sio neno peke yake la Mungu. Kuna mambo Yesu alifanya hayakuandikwa, lakini yaliweza kupitishwa from one generation to the next kwa maneno. Wale ambao waliyaona, wengine hawakuyaandika, lakini waliyapitisha yakatufikia katika traditions, mapokeo matakatifu. Na katika mapokeo haya matakatifu tunafundishwa ama tunakumbushwa na kuelekezwa kuhusu hawa watakatifu wa vile ambao nawapenda. Wanaleta picha wazi ya uvumilivu. Mtakatifu Monica kwa mfano, historia inasema Monica aliolewa na mume ambaye alikuwa ni mpagani. Mume wake aliitwa Joakim. Na huyu ni mume ambaye hakumjua Mungu, ni mpagani. Na zaidi ya kuwa mpagani alikuwa mlevi. Zaidi ya kuwa mlevi alikuwa mzinifu. So unaweza imagine maisha kama yale. Akina mama ambao unapitia hali kama ile, nataka nikwambie wewe sio wa kwanza. Kama mume wako ni mlevi, ni mzinifu, haendi kanisani, you are not the first one. Monica alikuwa hapo na leo ni mtakatifu. Nini kilimfanya akaweza kufaulu? Ni swala hili ambalo utasema swala la uvumilivu. Kando na kuwa na mume mpagani, mother in law alikuwa haambiliki, pilipili moto wa kuotea mbali. Inawezekana wewe mama leo umeolewa kwenye familia ambaye haujakubalika paka wa leo, unateswa, unatukanwa. You are not the first one. Monica alikuwa pale. Hiyo bado haikutosha. Msikilizaji, Monica mwanamke huyu alikuwa na kijana ambaye aliitwa Agostino. Agostino hakupenda mambo ya kanisa, hakutaka masuala ya Mungu, alikuwa ni mtukutu. Lakini sikiliza, historia inasema Monica alisali na kuombea familia yake hii kwa miaka 17 bila kuchoka. 17 years. Mimi sijui wewe umesali kwa miaka mingapi. Alisali bila kuchoka, na kwa sababu ya uvumilivu wake ndani ya sala na kumlilia Mwenyezi Mungu, mwanaume huyu ambaye alikuwa mpagani, historia inasema alibatizwa na akafa akiwa Mkristo. Mama ambaye alikuwa ni pilipili, mama mkwe, alibatizwa pia akafanyika Mkristo. Kijana ambaye hakutaka mambo ya kanisa. Leo msikilizaji, tuna Mtakatifu Agostino ndani ya kanisa, kijana ambaye hakupenda mambo ya kanisa. It is all about patience, uvumilivu na kusubiri Mungu aweze kufanya kazi katika maisha yetu, Mungu aweze kujitukuza. Wengi wetu sala zetu ni sala za tunataka tusali dakika hii na dakika inayofuata tuweze kuvuna. Yaani kama vile upande mahindi saa hii na uvune kesho, haitawezekana. Tunahitaji hata tunapoendelea na kusali tuwe na uvumilivu, tusikate tamaa, tuweze kusubiri siku ya Mwenyezi Mungu. Ukiangalia Sara na Abrahamu, nikutie moyo. Sara na Abrahamu wanasema Sara na miaka 90 hana mtoto, Abrahamu miaka 100.
hawa watu pengine hata hao wenyewe pengine wangefikiria watakufa bila mtoto. Ndio maana unakuta wakati huyu Sara anapata ujumbe ama anasikia wale malaika wakimtabiria mume wake Abrahamu kwamba Sara atapata mtoto. Biblia inasema hata Sara mwenyewe alicheka. Nafikiri hakuelewa, hakuamini. Aliona kama wamechanganyikiwa. Mwanamke ambaye miaka imezidi 45, tena saa hii ni miaka 90. Ukipenda wale ambao tumeingia shuleni, menopause ni miaka 45. Mwanamke akifikisha miaka 45 hana uwezo wa kushika mimba ama kupata ujauzito. Sasa huyu mama Sara ana miaka 90, kumaanisha ni menopause to the power of 2. Ako na menopause times 2, lakini ameshika mimba, alipata mtoto. Mimi naamini kabisa kwa miaka 90 ambaye Sara alikaa bila mtoto, akina mama walikuwa wanazaa kila siku. Kabisa, akina mama walikuwa wanajifungua. Sio kwamba walikuwa wapati watoto. Lakini leo hii hatujui hawa watoto waliozaliwa kabla ya Isaka. Wakati Isaka alizaliwa kuna watoto walizaliwa siku hiyo, hatuwajui. Baada ya Isaka kuna watoto walizaliwa, hatuwajui. Tunajua Isaka kwa sababu Isaka alikuwa ni ahadi ya Mungu iliyotimia. Mimi sijui umeteseka kwa kipindi ama kwa muda gani, lakini nataka nikutie moyo kuambie baki mvumilivu ndani ya Kristo. Siku ya Mungu iko karibu na anakuja kufanya jambo jipya katika maisha yako ili ushuhuda upatikane. Kwa sababu gani? There are no testimony without test. Hakuna ushuhuda bila majaribu. Kinachohitajika kwetu ni kuwa na uvumilivu. Tunapokuwa na uvumilivu, basi Mungu anajitukuza katika maisha yetu. Nilitangulia kukuambia tupokuwa tunaanza kabisa, ukikosa uvumilivu utaachana na maisha ya Ukristo. Kwa sababu gani? Wewe ni Mkristo, unaenda kanisani, alafu wewe ndio wa kwanza kufungiwa nyumba. Sasa utakapokata tamaa kwa kukosa uvumilivu, uanze kuona Mungu amekuacha, Mungu asikilize sala zako, mwisho utakosa sababu ya kwenda kanisani. Na utajustify useme sasa naenda kusali nini? Nimesali miaka hii yote, nimemtumikia Mungu miaka hii yote, Mungu anajibu sala za wengine, sala zangu hajibu. Potelea mbali. Unaachana na kanisa. Nataka nikutahadharishe. Wewe ambao umesema ndio kwa Yesu, ukigairi moyo wako urudi nyuma, shetani amekusubiri na mikono yote miwili. Afadhali ungebaki pale kwa Yesu, kwa sababu Mungu kwa wakati wake ukifika atakuinua, na akikuinua hata wewe mwenyewe utaweza kutambua hakika hili si la kawaida, ni Mungu ambaye ametenda. Hata unapozunguka na kutafuta kazi, miaka yote upate kazi. Nataka nikutie moyo wewe ambao unatafuta kazi, kijana mwenzangu. Usikate tamaa. Wewe ni kijana kanisani, unamtumikia Mungu, ni mwanakwaya, unazidi kujitoa katika kazi za Mwenyezi Mungu, haupotezi. Ni hazina, tena hazina isiyooza unayoweka. Kwa sababu siku ukipata ile kazi itakuwa tofauti sana na mtu ambaye amemaliza shule kesho akapata kazi. Mtu huyu ambaye anamaliza shule mara moja akapata kazi, kuna uwezekano mkubwa hata asiweze kudhamini ile kazi. Ataona kama ni jambo la kawaida kupata kazi. Lakini wewe ambaye umechukua muda, umevumilia, umeingia kwenye ofisi kadhaa wakikurudisha nyuma, siku utapata, utaweza kuidhamini na kuweza kuelewa hakika sio kawaida, ni Mungu amefanya jambo hili. Hivyo ndugu zangu, siku ya leo tunaitwa kwa njia ya kipekee tuweze kuwa wavumilivu katika yote ambayo tunapitia. Nataka nikusomee Wathesalonike wa kwanza, First Thessalonians, barua hii ya Paulo kwa kanisa hili. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 16 hadi 18. Inasema hivi: Furahini daima, salini kila wakati, na kuwa na shukrani katika kila hali. Hayo ndiyo anayotaka Mungu kwenu katika kuungana kwenu na Kristo Yesu. Furahini daima, salini kila wakati, na kuwa na shukrani. Mambo haya makuu matatu yanatusaidia tuweze kujenga uvumilivu ndani mwetu, na yanatusaidia ule uvumilivu ndani mwetu, na kwa njia nyingine pia uvumilivu utazalisha haya. Unanielewa? Ukiwa mtu mvumilivu utakuwa, ama ili uwe mtu mvumilivu niweke vile, itakusaidia kuwa na furaha ambaye sio conditional, kusali kila wakati na kuwa na shukrani katika kila hali. If you are not patient, huwezi shukuru Mungu katika kila hali. Utakuwa unaona kuachwa na Mungu katika yale ambayo ni magumu. Tunapaswa tuweze kuvumilia na kuvumiliana. Hivi nikuulize ndugu yangu naye nisikilize. Tulipozungumzia tabia ya kwanza, wale ambao tumetembea nao tangu tulipoanza program yetu, tulizungumzia tabia ya kwanza ambaye ndiye upendo. Na tukaangalia Wakorintho wa kwanza 13 ambayo inasema pale mstari wa 4 kuendelea, mtu mwenye upendo ana mambo fulani ndani. Cha kwanza ilisema huvumilia yote. Na nikauliza swali ambalo nataka nikuulize. Wale watu ambao wana deni lako, wewe unayenisikiliza, mahali walipo wana amani? Wana amani? Tunapaswa kuvumilia hali na kuvumilia watu.
Kwa mfano ndani ya kanisa, majumuiya yetu na mashirika, tuna watu ama tumepatana watu tofauti, tukaunganishwa na neno la Mwenyezi Mungu, tukafanyika kanisa moja, jumuiya moja, shirika moja. Lakini ukweli ni kwamba paka tabia zetu ni tofauti. Hivyo tunapaswa kuvumiliana kwa upendo na kurekebishana. Tunapovumiliana itajenga umoja ndani mwetu, umoja ambao ndio tabia nyingine tutakuja kujifundisha baadaye. Tumeitiwa na Mungu kuweza kuishi umoja. Pasipo uvumilivu, unity haiwezi ikawa. Ndio maana hata mlio kwenye ndoa, msipovumiliana ndio inavunjika. Kwa sababu mmepatana watu wazima. Umepatana na mume wako akiwa na meno yote. Mke wako vile vile amelelewa mahali tofauti, wengine hata tumeona kabila tofauti na tabia tofauti, lakini mmeunganishwa mkawa mwili mmoja. So iweje? Mkikosa uvumilivu wa kuvumiliana nyinyi kwa nyinyi, ile ndoa haiwezi kaenda mbali, bila shaka itaweza kuvunjika. Hivyo ndugu yangu msikilizaji mpendo wa Mungu, siku ya leo Mungu anatukumbusha kwamba tunahitaji kuwa wavumilivu, kwamba Ukristo, tribulations, matatizo yatakuwa, majaribu yatakuwa. Mungu amenisaidia na kuweza kuandika vitabu viwili. Kitabu cha kwanza kinaitwa Kwa nini Mungu alikuumba, na cha pili Victory in Christ. Na Victory in Christ nimezungumzia swala hili kwamba ili tuweze kuwa washindi ndani ya Kristo, kitu kimoja kitatusaidia tuweze kushinda vita dhidi ya muovu shetani katika maisha yetu ni patience. Kwa sababu weapons ambazo ama silaha ambazo tunatumia kumshinda shetani ni kuishi na kufanya mambo ambayo shetani mwenyewe hawezi. Shetani hawezi kuwa na uvumilivu. Hivyo tunapovumilia ndani ya Kristo inakuwa ni silaha moja kwa moja ya kumpinga na kumshinda. Hivyo ndugu yangu, licha ya yale ambayo unapitia, Mungu yuko, anajua, anayaona. Hebu vumilia ndani ya Kristo. Unapovumilia ndani ya Kristo, Mungu atajitukuza. Na kwa sababu gani uvumilivu utafanya watu wasiomjua Mungu wamjue Mungu kupitia sisi? Ni kwa sababu gani? Wewe ambaye ni Mkristo, ukiwa mvumilivu, kuna watu wanakutazama na wanajua yale unayopitia. Wengine wanajua ndoa yako haina amani. Wengine wanajua una magonjwa. Wengine wanajua unauguza pengine mwenzako wa ndoa ama mpendwa wako. Wengine wanajua hali ambazo unapitia ngumu. Na wanakutazama waangalie kama bado utabaki kumtumikia Mungu au la. Unapobaki unamtumikia Mungu pasipo kurudi nyuma, licha ya yale magumu unayopitia, let me tell you, unahubiria wasiomjua Mungu wanaokujua wewe, unawahubiria moja kwa moja. Hiyo ni injili tosha. Wakisha tazama umevumilia bila kumuasi Mungu, watataka kujua hii nguvu inatoka wapi. Kwa nini mume wako yuko hospitalini na bado mama haukosi kwenye shirika? Haukosi kwenda kuosha kanisa. Baba, kazi imeenda chini, lakini bado wewe umebaki ndio chairman. Bado wewe unabaki kumtumikia Mungu. Watatamani kujua hiyo nguvu inatoka wapi. Na utapata nafasi ya kuwahubiria na kuwafanya kufahamu kwamba nguvu zako wewe zinatoka kwa Mwenyezi Mungu, na hapo ndipo watatamani kumjua Mungu wako. Hivyo kwa njia ya uvumilivu ni njia mojawapo ambaye tutaweza kuitumia na kuweza kuwahubiria watu wamjue Mungu na wamtamani Mungu. Mungu wetu na Baba yetu, tunakushukuru kwa ajili ya wema na baraka na fadhili zako nyingi unazotukirimia. Na kushukuru kwa sababu ya nafasi ambayo umetujalia kushirikishana neno lako. Na kushukuru kwa zawadi ya msikilizaji wangu na nafasi ambayo amechukua kukusikiliza wewe. Baba, ninaomba neno hilo ambalo umetupa kwa msaada wako Roho Mtakatifu lipate maeneo mazuri ndani mwetu, limee na kuzaa matunda yaliyo mema. Baba wa mbinguni, tusaidie kuwa wavumilivu. Kwa neema zako tutaweza, bila wewe hatuwezi. Tusaidie kuvumilia yote ambayo tunakutana naye kwenye maisha, ili mwisho wa siku wewe ukajitukuze katika nafasi hiyo, na sifa na utukufu zikakurudie tunapobaki wavumilivu katika majaribu yote, na tukakosa kukuasi wewe, tukabaki waaminifu. Naombea na msikilizaji wangu, yale ambayo anayapitia wewe unayafahamu. Wengine hawana kazi, wengine ndoa hazina amani, wengine ni wagonjwa. Mungu wetu, nyosha mkono wako juu ya taifa lako, kawainue walio chini, kawaponye walio wagonjwa, fungua milango iliyofungika katika maisha yao. Na katika hali hiyo basi wewe mwenyewe ukajitukuze Mungu, kwa sababu kwako yote yanawezekana. Pokea sifa, pokea na utukufu wote. Katika jina safi, jina la Bwana wetu Yesu Kristo, kwa Baba tumeomba na kuamini. Basi msikilizaji, hadi wiki ijayo, Mungu akubariki. Ni mimi wako Mwalimu Simon Mukiri. Asante.